Mwenzangu, nikaambia wala sina hata muda na wewe. Kwanza yani nakuchukia. Weka mdibe. Wewe sikia kama sauti ya mtoto. Ndio sauti ya mtoto. Msubiri kwanza. Mtoto mwenye bado ni mdogo tu. Yaani sauti haitokei huku tulipotoka wala huku. Sauti naisikia huku. Kwanza twende huku. Twende huku kwanza. Si mtoto huyu jamani. Jamani, si wanawake hatuna huruma. Hivi huyu mwanamke alimwacha mtoto hapa, alisikia uchungu pale wakati kuzaa? Yaani hata shida kuelewa. Yaani mtoto mzuri kabisa mtu anamwacha hapa. Kweli? Sasa hapa cha kufanya, twende tukamwite kaka. Ili tumwambie hili swala. Sawa. Wewe ngoja hapo ukae na mtoto. Mimi niende nikamwite. Wewe nibaki tena mimi hapa? Kwa sababu gani? Ukiondoka hapo mtoto atachukuliwa. Wewe kaa umlinde, mimi nikamwite kaka. Kaundime. Shika mimi nikamwite. Basi fanya haraka. Vipi Kaundime? We vipi? Vipi? Dadako yuko wapi? Dada nimemwacha msituni. Kuna nini huko msituni? Wakati tunatoka polini tunafika njiani tumemkuta mtoto amelazwa. Tulia kwanza. Yaani mtoto nielezee mtoto imekwaje vipi yani? Mimi hata sijui, dada kanituma kaniambia nije kukuita. Sasa subiri kwanza twende.
katika mizunguko wetu huko, tumepita hapa, tumesikia sauti ya mtoto. Kusogea hapa ndo tunamkuta huyu mtoto hapa. Sasa mmeita kwenye mazingira haya, mmeona hamna mtu hapa? Yaani kaka, tumeita. Ndio maana nikamtuma Kaundime aje kukuita huko nyumbani. Yaani sijui nani aliyomwacha yule mtoto jamani, amone hata huruma. Sasa hili lishakuwa tatizo. Hebu msikilizeni. Hapa cha kufanya itabidi tumpigie mwenyekiti aje kumchukua huyo mtoto. Yeye na serikali yake ndo atajua wanafanya nini kuhusu huyo mtoto. Maana yake sasa tukiondoka naye hapa bila taarifa itakuwa matatizo. Sasa cha kufanya hapa, ngoja nimpigie mwenyekiti kwanza. Hapo umeongea kaka. Mpigie mwenyekiti. Jamani hata huruma. Vipi mzee? Kulikoni hapa? Vipi, una mahusiano naye yote huyu mtoto? Mbona tukuelewi mzee, vipi? Mimi huyu mtoto nitamchukua. Wewe baba vipi? Huyo mtoto tumemkuta hapa polini. Hatumjui, umjui. Wewe unamjua mtoto mpaka umchukue? Unawajua wazazi wake wewe? Hapa tunachotaka tumpigie simu mwenyekiti aje kumchukua huyo mtoto. Afike katika vyombo vya sheria. Wewe unamchukua? Jamani. Utamchukua kwa misingi gani yani? Sasa unamchukua unampeleka wapi? Unaenda naye wapi mzee? Baba vipi, mnamuelewa? Simuelewi. Subiri kwanza, ngoja kwanza. Sasa sikiliza, Mazali yule amemchukua na hisi atakuwa sehemu salama. Sasa hapa cha kufanya itabidi mimi niongee na mwenyekiti, alafu tujue jinsi gani ya kumchukua yule mtoto na tumsaidie ajulikane kwenye vyombo vya habari. Alafu wao watajua wanafanya vipi yani. Sasa sikiliza. Hapa nampigia, twendeni nyumbani, nitaongea naye vizuri ili tujue inakuwaje kuhusu yule mtoto. Sawa, tuondoke. Sasa hapo uliponisindikiza panatosha, ila nukusisitiza kitu kimoja. Ile swala tulivyoongea naomba liwe kama lilivyo. Sitaki nisikie siri nje ya sisi, nisisikie hicho kitu. Nadhani unanielewa. Mimi nakuelewa blaza, na labda tu nikuahidi kitu kimoja. Katika swala zima la kufanya siri, hapa umechagua mtu sahihi sana. Yaani hujakosea. Hilo jambo mimi nitaendelea kulitunza, ni siri baina yangu mimi na wewe ambaye tumezungumza ndani. Nikuondoe tu wasiwasi, yani kwamba mimi hilo jambo nitalitunza mpaka wewe unahakikisha kwamba unarudi hapa. Basi hicho unachokizungumza naomba kiendelee kuwa hivyo hivyo. Narudia tena. Hicho unachokizungumza naomba kiendelee kuwa hivyo hivyo. Sawa? Mimi naenda ila sitochelewa kurudi. Basi sawa, wewe nenda salama, ila katika uendaji wako usichelewe kurudi. Haina shida. Kwa sababu ukichelewa kurudi, baadhi ya mambo ambayo tumeacha hapa utayakwamisha sana.
we nenda, ila usichelewe kurudi. Yani nenda haraka pia urudi haraka, na mambo ya huku pia aje kuendelea kama tulivyoyaacha. Basi haina shida, wewe niache ni. Hamna shida basi. Haya, poa. Jamani, hivyo nyewe kabisa mmeliafiki kabisa Kipalala kumchukua yule mtoto? Mimi sijaliafiki kabisa, yaani sijalizika kabisa Kipalala kumchukua yule mtoto. Sasa wewe dada unashindwa kuelewa. Kipalala ana matatizo gani kwani akimchukua yule mtoto? Ana matatizo gani? Kwani unafikiri yule ataenda kumfanyia nini? Yule sikiumba Mwenyezi Mungu. Yaani kaka, tatizo bado hujanielewa. Yule mzee ni mshirikina, ni mchawi mkubwa hapa kijijini na anajulikana jinsi alivyo mambo yake. Yule mtoto akimchukua akaenda kumla nyama, na unajua wachawi wanapenda nyama za watoto. Licha kumla nyama, akimchukua mtoto anaenda kumfunza mambo ya kishirikina, akija kutusumbua hapa kijijini. Wewe kumbuki tulipotoka kakangu Lakini dada, Kipalala na binadamu na ana utu hivi hivi. Hawezi kumfanyia kitu chochote kibaya mtoto yule. Na atamlea vizuri tu, mbona? Sawa binadamu. Tena wewe ndio unyamaze kabisa wewe. Maana hata kwa shingo bado hujakutoka. Yaani unabobwaja bwabwaja tu. Labda nikusimulie yaliyotukuta huko nyuma. Mkiama maisha yenu atakuwa halali yangu. Beba vilago, rudisha nyumbani. Endapo mkiama maisha yenu yatakuwa halali yangu. Kuna nini? Fanya haraka kutoka nyumbani. Fanya haraka kutoka nyumbani. Vipi? Mwenyekiti, huko kuna matatizo. Matatizo gani tena? Matatizo gani? Huko kuna kitu kinakwambia kuna matatizo. Kuna matatizo. Maana unatoka huko mbio unakimbia mpaka hapa. Kitu gani? Vipi, umechanganyikiwa? Hamna mwenyekiti. Hamna mwenyekiti. Naona mbio namna hii matatizo. Hamna. Haya, karibu. Asante mkweli. Hivyo ndio ilivyotokea. Maana huyajui chochote, unapenda kuongea tu mdogo wangu. Ni kweli upo sahihi dada. Lakini sasa hayo ni mambo yaliyopita. Yaliyopita si ndwele, mtu gangi ajayo. Acheni na hayo mambo kwanza. Hem, nendeni kapigeni kwanza tuje kula. Mimi njaa inaniuma saa hizi yani. Sawa, na hapa hakuna kulaza damu. Tunapika tunaenda kwa mwenyekiti. Mimi swala siwezi nikakubali. Na wewe twende kanisaidia kuwasha moto. Dada mimi nimechoka bwana. Hem, nenda kamsaidie kupika, umechoka nini? Umechoka nini? Hiyo mbaya. Mimi mambo gani rafiki yangu? Watu wanazurula tu mapolini rafiki yangu. Hata fulani yani. Shenda kugombozwa baa jingine huko huyu.
Sijui kwa nini ulikutelekeza. Siku zote nilijua nitabaki mwenyewe, lakini nashukuru nimekupata wewe. Na kuahidi nitakutunza, nitakulea na nitakulinda. Nilikuwa na mtoto anaitwa Azumba. Kwa sasa hivi yupo mbali nami. Kuanzia leo utaitwa Azumba, utalisi utawala wake. Mwenyekiti, 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 mwenyekiti. Viongozi wetu rafiki yangu. Sasa itakuwa ameenda wapi? Najua kali lote ile. Kipindi cha uchaguzi kelele kibao, rafiki yangu, nipeni kula, naweza. Mambo gani haya? Tabii niende nirudi baadaye. Yaani vitu vingine jamani. Kwani ndio shida gani? Yaani wewe kaundume hujui. Mimi mpaka sasa hivi sijaafiki kabisa yule mtoto kumchukua Kipalala. Yaani mpaka sasa hivi nafsi yangu inaniuma. Unajua inaniuma nafsi yangu?
Yaani mpaka sasa hivi sielewi kabisa yule mtoto kwa nini kamchukua Kipalala na kwa nini tumemwachia kamchukua. Lakini dada, hayo mambo kila kitu tushaongea na tushakubaliana. Mtoto kabaki kwake, achana nayo. Usiafuatilie mengine ukafufua mambo mengine. Mimi siwezi kuachana nalo. Yaani wewe kaundume wewe ujui tu jinsi ninavyojisikia katika nafsi yangu. Siwezi kukubali. Yaani siwezi kabisa. Nafsi yangu mwenyewe nini inaniuma yule mtoto kumchukua. Kwa nini kamchukua yeye? Ana ajenda naye gani yule mtoto mpaka kumchukua? Haya. Angalia. Lisije ukakutokea makubwa hapa, mimi simo. Utauponza dada yangu. Kipalala mwenyewe unamjua. Eti sizonje mimi ni uponze kwa yule Kipalala. Kwanza simuogopi. Simuogopi hata kidogo. Kwa mauzo zake simuogopi. Nishazoea kwanza toka kitambo na hicho. Yaani simuogopi. Kwanza dada yako unanijua vizuri. Sinaga mbambamba. Siwezi nikamuogopa mtu. Upo hapo? Yaani sizonje mimi nishindwe. Siwezi kukubali. Dadangu na atafuta makubwa. Kipalala, mimi nimekuja kukuaga kwani nina tatizo kidogo ambalo linanisumbua, ila nimeona kutoka kwangu kidogo pembeni kutanipa nafasi ya kufanya mambo mengine. Kwa hiyo, kwa sababu natoka, naomba ukaniagie kwenye kikao kwa sitokuwepo. Sawa, hilo halina shida tena, ondoa shaka kabisa. Ila hata mimi kuna jambo nilikuwa nahitaji nikushirikishe. Jambo gani hilo? Kuna mtoto nilimwokota, alikuwa ametelekezwa huko polini. Kwa hiyo nikaamua nimchukue ili niweze kumlea. Hivi ninavyoongea na wewe yupo humu ndani. Safi sana. Kwani najua kupitia huyo mtoto ukishamtoa sadaka, yani wewe ndio utakuwa kiongozi mkubwa sana kwenye chama chetu. Hongera sana. Sina maana hiyo, na wala sihitaji kumtoa kafara. Nadhani unakumbuka kuna mtoto nilikuwa naishi naye anaitwa Zumba. Alikuwa ananisaidia kila kitu, mambo yangu mengi alikuwa ananisaidia. Hivyo basi na huyu pia nahitaji kumlea ili akikua aweze kulisi mikoba ya Zumba. Sawa, lakini unaweza kumlea, mwisho wa siku atakuja atakubadilika. Humjui ana nini. Sawa, hilo alikuhusu. Unaweza ukaenda. Sawa, na mimi nikutakie maisha mema. Na mimi nikutakie safari njema. Niambie bwana Toma. Vipi bwana? Salama wewe? Habari za siku? Mbona hivyo angai tatizo nini? Bwana nilikuwa natoka zangu kwa mwenyekiti hapo. Naam. Nilikuwa natoka kuongea naye kidogo. Sasa kwa bahati mbaya kama unavyojua mwenyekiti wetu wa mtaani kwetu. Ndio. Zesheni nimeenda sijamkuta. Maana yake kutwa anazurura vipi? Huko kwa mwenyekiti kuna issue gani? Unataka kuuza viwanja ni ndugu yangu? Hapana, viwanja kwa sasa hivi mimi nadhani vimeisha. Maana yake sisteri zangu najua nawe kama unavyoelewa jinsi walivyowatata. Sidhani kama watanielewa kwa tilipu hii. Watakuua. Sahihi. Ila sasa leo asubuhi muda nimekaa zangu pale nyumbani, amekuja yule mdogo wangu wa mwisho. Anakuja kuniambia kaka kwamba wamemwokota mtoto mabondeni. Bondeni. Unajua kule tunapochota maji. Sasa nikamuuliza mmemwokota mtoto? Twende tukamuone manake dada nimemwacha huko. Ameniambia nije kukuita wewe. Tukaenda mpaka kule. Kweli bwana nimemwona mtoto mzuri nini wa kiume cheupe hivi. Unajua zile. Sasa katika tunajadiliana pale na kutafuta nani aliyekuwa hapo katika yale maeneo yale, tunakuta kwamba hakuna mtu. Dakika si nyingi anatokea yule jamaa Kipalala. Kipalala huyu gwiji huyu. Sasa anapotokea Kipalala pale namuuliza vipi mzee, unamjua huyu mtoto au una uhusiano wote? Aongei kama kawaida yake.
Mara ghafla nashangaa akamzunguka zunguka nini, anakuja anamchukua, anataka kuondoka naye. Tukamuuliza unaondoka naye kwa misingi gani? Mimi nitajua mimi wapi nampeleka. Si unajua tena kama kaida zake akuongea sana, kaondoka. Sasa tulivurudi nyumbani tukajadiliana na sister zangu, tukaelewana kwamba tufikishe hizo taarifa wapi? Kwa mwenyekiti. Ndo nimetoka huko kumsikiliza kumpa hizo taarifa, manake kwa bahati mbaya sikufanikiwa kumkuta. Kwa hiyo hapa naenda kwanza nyumbani nikaongea na sister, baada hapo nitarudi tena kwa mwenyekiti baadaye. Ila ndugu yangu, mimi naona hapo umefanya jambo zuri. Ndio. Kwa sababu wewe umefanya jukumu lako, umeona mtoto mapolini, umemchukua utakuta kumsaidia. Sahi. Na pia umefika katika vyombo vya sheria. Manake ile ni serikali, mwenyekiti. Kwa hiyo mimi naona hapo hamna jambo baya ambalo umelifanya. Kiukubwa ni hapo wewe umemjua aliyemchukua mtoto ni nani. Kwa hata kama utatangaza labda mwenyekiti utamfikishia hilo jambo, mimi naamini kwamba hamna kitu ambacho kitaharibika au kitaenda vibaya. Basi sawa, hamna noma. Hamna shida, msalimie dada yako bwana. Yule dada yako mwisho msalimie sana yule. Pale nyumbani kwetu kuna minazi kama 4 hivi. Kama unaweza kuikwea ile basi. Uswaze, tutaongea. Dada yako yuko wapi? Yuko ndani. Mwite kwanza. Dada. Nini tena kauzime jamani? Njoo kwanza. Anakuja. Sasa wewe unaitwa kistaarabu unaanza kubwata ndo nini? Hiyo tuna matatizo gani? Kumbe brother umerudi? Vipi? Safi. Tupe kaifa ulipotoka. Huko sio kwema kabisa yani. Maana mambo yashakuwa tafulani kutokana nimeenda kwa mwenyekiti pale, sijamkuta. Nimeenda asubuhi ile muda ule, nikazunguka mida hii narudi mtaani tena nikapita pale sikumkuta. Kwa hiyo sasa mimi nafikiri hapa tusikilizie mpaka jioni, au wewe ulikuwa unaonaje? Mimi kaka yangu sina msemo. Kikubwa hapo uvumilivu tu. Maana ni mwenyekiti. Kila sehemu anahitajika. Sio sisi ambaye tunamhitaji tu. Sahihi. Kwa uvumilivu ndo natakiwa hapa. Sahihi, itabidi tuvumilie tu mpaka jioni. Sasa hapa cha kufanya, mimi kwanza nina njaa, sielewi hapa tumboni kwangu. Ugali wenyewe tayari au vipi? Kitambo sana tushapika. Basi fanyeni nipeni kwanza ugali nile ili mradi nipate nguvu kwanza, maana sio poa na zulula leo. Kwa kulia hapa au ndani? Wewe lete tu hapa ndani kafanya nini kwa joto lote ile sasa hivi. Weka ndime. Muandalie kaka. Ikoloyo. Washirika, nadhani mnamuona huyu mtoto. Huyu mtoto nimemwokota, na kama unavyojua kila kilichopo katika mikono yangu basi hiyo ni mali yangu. Kwa hiyo na huyu mtoto ni mali yangu. Na huyu ambaye mnamuona namlea ili aweze kukua aje kuchukua mikoba ya Zumba. Hivyo basi nilikuwa naomba muheshimu huyu mtoto kama mnavyoniheshimu mimi. Nadhani tumeelewana. Ndio. Ikoloyo. 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 Ikoloyo.
Njoo. Kama nilivyokuambia, mimi kilitaka yangu uwaga sishindwi. Kulikoni? Yule mtoto nimeenda kumchukua kwa kipalala. Sitaki hata kuamini. Dada, wewe tena. Makubwa. Sasa wewe utakalifanyaje? Nimemchukua mwenzangu. Lakini dada, unajitafutia nini wewe? Unalitaka nini? Haya, sawa. Huyo mtoto mweka. Nimemweka huko. Twende kamuone. Katrenye ndo wako hapo. Usuli, toto. Sasa Kaundime, huyo mtoto ni ya kumchukua kutoka kwa kipalala. Nataka nikakatupe huko mbali, huko msituni huko. Dada, hiyo ni lombaya. Hiyo ni lombaya. Kwa sababu huyo mtoto umemchukua kwa kipalala, umemleta hapa. Leo unatoka tena hapo unaenda kumtupa msituni kweli? Mwone huruma basi. Huyu mtoto kumtoa kipalala kwa sababu asije kuwa kama Azumba. Wewe mjui Azumba wewe? Unajui sisi tumepitia mtoto gani? Light ungejua, usingeongea maneno hayo leo. Sawa, nakubali, lakini huyu mtoto bado ni mdogo. Mwache hapa tunamlea. Tatizo lake wewe Kaundime, unaongea lakini hujui chochote. Mlete mtoto, mlete. Hata kama dada. Mlete mtoto. Mlete mtoto. Lakini dada muache. Dada tunamlea tu. Sawa, mtoto mzuri, mweupe mwenyewe. Lakini huyu akija kulelewa na kipalala atakuwa kama Azumba. Sasa mimi naomba niondoke nikamtupe huyo mtoto. Dada, sio vizuri kwa kweli dada. Hiyo ni lombaya dada. Ndo mwache. Kaundime na mwanyaye. Niache. Dada. Washirika. Ndio mkuu. Nimekuja hapa leo, sina maneno mengi. Nadhani nakumbuka kuna mtoto niliwatambulisha. Ndio mkuu. Na nikawaambia hiyo ni mali yangu. Ndio mkuu. Lakini hadi sasa ninavyoongea huyo mtoto hayupo. Ametoweka katika mazingira ya kutatanisha. Yaani namaanisha amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Ndio mkuu. Hivyo basi, nyinyi mkiwa kama vijakazi wangu, natoa agizo. Ndio mkuu. Mupite pembe zote nne za dunia, mumtafute. Na endapo mkipata taarifa, munipe mrejesho haraka sana. Iko loyo? Iko loyo. Haya, poteni.
dada karudi na kumwacha mtoto hapa. nyumbani kwa kunyata? Hamna kaka, hamna shida. Hamna shida wakati unarudi nyumbani kwa kunyata? Hamna kaka, usijali. Umetoka wapi? Nimetoka huko. Na nishangaza yeye unaniambia hamna tatizo alafu unakuja nyumbani kwa kunyata. Mpite nenda ndani. Habari yako kaka? Salama dada. Habari yako na wewe? Nzuri. Unaitwa Sagale? Ndiyo. Umelifahamu vipi jina langu? Hali ya kuwa mimi na wewe ndo kwanza tunakutana leo. Hunijui wala sikujui. Uso wako unaonesha kama kuna jambo unalitafuta. Sahihi. Kweli natafuta jambo. Wewe umejuaje kama mimi kuna jambo nalitafuta? Unamtafuta mtoto? Ndiyo. Kweli namtafuta mtoto. Umejuaje kama mimi namtafuta mtoto? Mama anaujua uchungu wa mtoto na baba pia anaujua uchungu wa mtoto. Sawa, lakini mimi sio baba wa huyo mtoto na wala sina mahusiano naye, na hata pia huyo aliyenituma sidhani kama ana mahusiano naye. Je, wewe una shida naye gani huyo mtoto? Basi sawa, wewe endelea kumtafuta huyo mtoto. Ukishapata utanipa taarifa. Sawa, lakini mimi wewe sikujui na wala sijawahi kukuona. Nitakupaje hizo taarifa? Nitakupata wapi? Kwa sasa hupaswi kunijua, ila ukishampata ndio utanijua.
Kaundime, hivi ni nani aliyekutuma wewe unifuate nyuma mpaka nipenda kumtupa wewe mtoto? Dada, mimi sijataka kufuata. Mimi nilikuwa zangu ndani, nimetoka nje hapa nimemkuta mtoto yuko nje. Sijakufuata wala nini. Kwa hiyo na mimi chizi Na kwa nini nilivodi mtoto nimemkuta pale? Kamleta nani pale? Dada, mimi sijakufuata na sijaenda popote. Nilikuwa zangu niko ndani, nimetoka nje nimemkuta mtoto kaka pale, nimemchukua. Sasa sikia Kaundime, nikwambie. Huyu mtoto huyu hapa ndani kwangu simtaki. Tena simtaki kabisa. Umrudishe kule ulipomtoa mtoto. Dada, naomba unisikie kwa makini sana. Na ninachokuambia kikae kwenye akili yako. Huyu mtoto unayemwona huyu nimemchukua. Haondoki, haendi popote. Yaani huyu mtoto haondoki, haendi popote. Atabaki hapa na nitabaki naye. Kaundime nakuita mara 3. Unatafuta matatizo. Sasa mimi ndo nishasema kama dada mkubwa humu ndani. Huyu mtoto simtaki. Usituletee balaa humu ndani. Mimi hapa Kaundime. Huyu mtoto haondoki, haendi kokote. Wacha tugombane. Sasa tutaona. Mimi na yeye humu ndani nani mkubwa? Ila alishakwambia huyu mtoto simtaki. Haondoki huyu mtoto. Suzana, mke wangu, kwa nini hutaki kunisikiliza? Kwa nini upendi kunielewa Suzana? Nakusikiliza mme wangu, lakini tambua tumbo langu bado lina uchungu. Ni mama gani anayeweza kuvumilia mwanae kupotea? Na ndio maana mimi nimekuja duniani ili kumtafuta mwanangu. Suzana, hata mimi ni baba, pia napitia maumivu hayo unayopitia wewe. Na kama unavyojua, mtoto amekuja duniani kwa njia ya upepo, na amefika duniani amekuwa na taswira ya kibinadamu. Na kama unavyojua, duniani kuna watoto wengi. Vipi, mtoto wako utamjua? Ndio maana nikakwambia kwamba hili swala niachie mimi, nitalifanyia kazi. Nikishapata majibu nitakwambia mke wangu. Nikuahidi tu kitu mke wangu, wewe rudi ujinini, nitakupa majibu ya haraka sana. Niahidi mme wangu, mwanangu atarudi kwa wakati. Ndiyo, nitafanya hivyo ili mradi wewe uwe na furaha. Nitamrudisha mtoto wetu, tuwe na furaha kama mara ya kwanza. Unaweza kurudi ujinini sasa. Sawa, mimi naenda. Sawa. Sagala. Vipi mzee? Mbona hivyo? Fresh. Vipi mzee? Mbona kama kuna kitu unanyatia nyumbani kwangu? Hamna, nimekuja kutafuta wewe hapa. Sasa nimefika hapa sijakuona, ndio maana nikawa nakuchungulia ndani hapa. Okay sawa. Niambie, kuna taarifa gani? Na mazungumzo na wewe kidogo. Sisi tunaweza tukaongea. Sawa, ngoja nikutolee kiti hapo. Tuje tuongee kwa pale. Tangulia hapo nakuja, ngoja nichukue kiti ndani. Hamna shida. Balala. Balala. Balala.
Vipi mkuu? Salama kabisa. Nimekuja kukupa taarifa kuhusu lile swala unaniambia nilipeleleze. Lakini katika upelelezi wangu nimegundua kwamba yule mtoto yupo katika familia ya kina Toni. Niambie ndugu yangu. Lengo la kukuita hapa nitaka nikuulize kuhusu maendeleo ya yule mtoto. Na hivi mlisema mlimuokota wapi? Yule mtoto tulimuokota kule bondeni kule tunapochotaga maji kule. Kwa yule mzee fulani yule yule mzee. Mzee Saidi. Tulimuokota kule bondeni. Sasa kwa muda tumemuokota kama nilivyokuelezea jana, alitokea Kipalala. Tukamkabidhi yeye Kipalala, yule mtoto akaondoka naye. Namshukuru Mungu nahisi yuko vizuri kwa sababu nahisi yupo mikono salama, ila kutokana na tabia zake Kipalala si nzuri, ndo nataka nijiandae hapa kidogo baadaye nikamuone pale nyumbani kwake anaendeleaje na yule mtoto. Basi hilo halina shida. Kutokana manake wewe umeonyesha jitihada zako zote kwa mtoto. Manake mmemuokota, mmetaka kuweka katika vyombo vya sheria, pia hilo ni jambo zuri na niendelee kukupongeza. Ila mie ushauri wangu au zumuni langu la kuja kwako nikiwa kama kijana mwenzako, nitaka tujaribu kushirikiana katika swala hili la kumpata mtoto ili kuwapata wazazi wa mtoto. Kwa sababu mtoto manake nyinyi mmemuokota na mjui wa nani. Kwa hiyo mimi nakuomba tu kitu kimoja. Ukipata taarifa yoyote kuhusiana na mtoto, unitafute unipe, na mimi nikipata taarifa yoyote pia nitakutafuta, nitakujuza bwana nimepata 1 2 3, mbali tujue tunaanzia wapi tunamalizia wapi ndugu yangu. Au unasemaje? Upo sahihi. Basi mimi nashukuru sana kwa jambo hilo kwa sababu ni wachache sana wenye mioyo kama yako. Na vipi kuhusu dada yako? Yeye analichukuliaje hili swala? Unajua bwana, tatizo ulipo hapo. Unajua sister yani toka jana yani amekuwa mtu fulani hivi mkali yani maana yake alikuwa hataki Kipalala amchukue yule mtoto, sijui ana matatizo gani dada yangu yule. Ila mimi nahisi sio swala, kutokana labda alikuwa anaandafia na tabia za yule mzee hapa kijijini. Unajua tena yule jamaa yenu Kipalala kama alivyo. Ila sasa mimi cha kufanya sasa hivi au sisi cha kufanya, natakiwa mimi niende kwa Kipalala pale nikamcheki nikamjuze na yule mtoto hali zake. Baada hapo nitaenda tena kufuatilia harakati za mwenyekiti kule, kama nitafanikiwa kumkuta basi nitaenda kuacha taarifa pale nyumbani kwake kuhusu ujio wa yule mtoto hapa kijijini. Usiwaze juu ya hilo ndugu yangu. Sawa, mimi nashukuru kwa hilo. Basi sawa bwana. Poa, nakutakia asubuhi njema. Na juu ya hili naona kabisa kwamba dada yake anahusika juu ya utekaji wa mtoto. Hivyo nimekuja kukupa taarifa hii kwamba mtoto, hisia zangu zinanituma yuko pale. Sijui wewe umelionaje kwa upande wako? Hata mimi nilikuwa nalifikiria hiyo, ila nashukuru sana kwa taarifa. Unaweza kwenda kuendelea na shughuli zako. Sawa.
najua yote uliyoyafanya. Hivyo basi, naomba mrudishe mtoto. Nakupa onyo, hii sauti unaoisikia ukikutana kwa mara nyingine haitakuwa tena sauti hii. Nilipotoka huko nimekutana na Kipalala na kanambia michezo yangu yote ninayocheza naifahamu. Kwa nakuomba nipe mtoto nimpeleke kwa Kipalala. Nakuomba mdogo wangu nipe mtoto nimpeleke kwa Kipalala. Hapo sasa mtoto hatoki. Unasemaje? Kwa hiyo unapenda mimi dadako nizulike? Wewe nafsi yako inafurahi mimi dadako nikizulika Najua dada, wewe ni wa muhimu sana katika maisha yangu. Afuta na wewe ni familia yangu. Hata pia mtoto ni wa muhimu, mtoto hatoki. Huyo mtoto ndugu yako wewe, unamjua wazazi wake, unamjua babake, mamake mzazi unamjua. Umechangia naye damu huyo mtoto. Kwa mimi ndugu yako, baba mmoja mama mmoja, ndio leo nataka nife eti kwa ajili ya huyo mtoto. Umjui umfahamu. Sasa sikia kaundi mimi nikwambie kitu. Kama mimi dada yako, umsio unampeleka kwa Kipalala. Kwanza unijui vizuri wewe. Sijui familia yake, simjui mamake, simjui babake, lakini huyo mtoto ni hatoki. Kwanza leo huyo mtoto ni mwanangu. Mtoto haendi popote. Wewe unijui vizuri. mtoto? Mbona hizi nguo? Ndiyo nguo za Kaundime hizi. Kaundime si atanicheka mimi jamaa, hata chizi dada yake nimevurugwa. Lakini nimetoka nyumbani nimebeba mtoto, hizi nguo zimetoka wapi? Ama kweli huyu mtoto sio wa kawaida. Hapa sasa ukisikia la mkuu kuvunjika gundo hivi. Sasa niende kwa Kipalala au nirudi nyumbani? Si niende. Sasa niende kwa Kipalala mimi kweta nielewa. Hapana. Ngoja nirudi nyumbani. Kaundime! Kaundime! Abe! Njoo kwanza. Kulikoni tena?
Mwenzako, si nimechukua mtoto hapa naondoka naye. Nampeleka kwa Kipalala. Nafika njiani na kutaili furushi la nguo. Dada, hapo ulipotoka hujatoka na mtoto. Mtoto umemwacha ndani, umetoka na hizo nguo na nilikuwa nakuelekeza dada unachukua nguo ukasema mimi namchukua mtoto nampeleka kwa Kipalala. Kwa mtoto yuko ndani. Kwa mimi nimechanganyikiwa chizi Au sijielewi mimi dada yako Nimetoka kabisa na mtoto hapa ndani. Nakimbia nampeleka kwa Kipalala. Sijui labda ushaanza kuchanganyikiwa, nipe nguo zangu. Naomba nguo zangu. Nipe bwana. Kaundime. Lakini kwa nini mimi natoka kabisa nimebeba mtoto jamani? Nimebeba mtoto kabisa. Kwa nini kutifurushia nguo? Hemsubiri. Ndio nimebeba mtoto mikononi mwangu, mimi natoka na mtoto. Siwezi kukubalia kasa. Wewe Kaundime. Kaundime mdogo wangu. Ina maana wewe ndio ulienda kumchukua mtoto kwa Kipalala? Na unajua siku zote kaka yenu nateseka, napambana na mtafuta wa mtoto ili mradi tumfikishe sehemu salama. Lakini nyewe mnafanya mambo gani? Mbona mnanichosha ndugu zangu? Hapana kaka. Mtoto sijaenda kumchukua mimi, alienda kumchukua ni dada na kumleta hapa. Sasa dada yako kaenda kumchukua vipi wakati mimi nakukuta na wewe Kaundime? Na kama kaenda kumchukua dada yako, siku ile si nilikuuliza mtoto dada yako kamchukua au la? Ukanijibu vipi? Si kwamba hujui chochote. Unashirikiana na dada yako? Hebu mlete huyo mtoto. Mlete hapa. Mlete, mwache. Mwachie. Huyu mtoto anatakiwa kwenda kwa mwenyekiti na sio kukaa naye humu ndani. Sijui umenielewa? Mambo gani haya rafiki yangu? Kodi. Asante. Mwenyekiti. Vipi hali? Habari za asubuhi bwana. Safi, kwema? Kwema, mnaendeleaje? Salama tu ndugu yangu. Karibu. Asante. Mwenyekiti, unajua nimekuja hapa nyumbani kwako takriban siku 3 hivi kama sio 2 huko nyuma. Sikufanikiwa kukukuta. Ndio. Hivyo basi na hii yote mimi nadhani inasababishwa kutokana na mumekosa ofisi hapa kijijini. Na istoshe katika kampeni mnatuahidi sana kutokana na tutajenga ofisi, lakini wapi, imekuwa kazi bure. Ulikuwa wapi mwenyekiti? Unajua mishughuliko tu ya kikazi, kama unavyojua kazi zetu zina usumbufu sana. Na kuhusu swala la ofisi ndio ipo tayari inashughulikiwa. Vipi naona na mtoto afu mifanana naye kweli? Hapana. Huyu mtoto sio wangu. Na lengo la kuja hapa nimekuletea huyu mtoto, ni mgeni wako. Nimeletea mtoto? Siku 2 zilizopita dada zangu walimuona huyu mtoto mapolini. Wakaja kuniita na kuniambia kwamba kuna mtoto amemuona polini. Tulipofika kule nikamkuta huyu mtoto. Ghafla anatokea Kipalala na akatuambia kwamba atamchukua huyu mtoto. Tukashindwa kumuelewa. Ila kutokana nilikuwa sina jinsi ya kufanya, ikabidi nimwachie Kipalala aende na huyu mtoto. Lakini sasa nimekaa kidogo, ikabidi niende kumtembelea Kipalala nikajue hali za huyu mtoto. Kufika kule Kipalala ananiambia kwamba mtoto amepotea. Nimemuuliza amepotea vipi? Ananipa taarifa ambazo sizielewi, yani maneno ambayo hayaeleweki. Na kama unavyojua tabia zake Kipalala hapa kijijini zikanipa changamoto kidogo katika akili yangu. Sasa leo asubuhi wakati narudi nyumbani nilimkuta huyu mtoto akiwa na mdogo wangu yule wa mwisho. Hivyo nikamchukua na nimemleta hapa, naona atakuwa mikono salama mwenyekiti. Sawa ndugu yangu. Mimi nimekuelewa. Ndio. Lakini mimi niliona kabisa
toka kipindi mlivyomwokota tu huyu mtoto ilitakiwa mwanze kuripoti mapema sana kabla ya kumwachia wewe bwana. Ila kwa kuwa hivyo bado sio mbaya, umefanya jambo zuri sana. Ndio. Mlete wewe mtoto. Basi hakuna shida ndugu yangu. Basi sawa, mimi nashukuru kwa hilo mwenyekiti. Sawa sawa. Sawa, nakutakia asubuhi njema. Asante. Sawa. Sijui kama tuna nini yani. Au kwa alipotoka washakuta Mbona kaka unamwona sasa hivi anacharuka huyu? Mwache. Mwenyekiti. Babu vipi? Mwenyekiti, yule mtoto niliokuletea sasa hivi hapa nimemkuta nyumbani. Umemfikishaje mwenyekiti nyumbani yule mtoto? Umemkuta nyumbani? Nimemkuta nyumbani mwenyekiti. Mimi nimekukabidhi wewe, kwa nini umemrudisha nyumbani yule mtoto mwenyekiti? Wewe mtoto umenipa hapa mida si mirefu, nimemweka ndani. Leo unaniambia umemkuta nyumbani kwako. Umemkuta ndani kivipi mwenyekiti? Wakati mimi yule mtoto nimemkuta nyumbani. Wewe ndugu yangu unavuta bange siku hizi Sivuti bange mwenyekiti, nakwambia serious yuko nyumbani mwenyekiti, mtoto yupo nyumbani. Hebu subiri kwanza. Sasa sio vipi? Sio bange sasa hivi ndugu yangu. Mbona mwanzo kuwa hivi? Nyie, yule mtoto nilokutana naye mwanzo yuko wapi hapa? Jamani, mtoto gani? Si nimekuja sasa hivi nimekutana na mtoto hapa. Mbona sikuchanganyikiwa? Yaani yule mtoto nimemchukua hapa asubuhi nimempeleka kule na kuja tena namkuta hapa, inakuaje? Wewe ndio unatuchanganya sisi kwa sababu umekuja hapa mara ya kwanza. Umetukuta mimi na Kaundimi hapa kwa sababu tumekaa na Kaundimi hapa muda mrefu. Wewe unatoka hapo unakimbia unakuja hapa. Kutuona sepa umekimbia tena moduko huko. Unamaanisha nini? Nachanganyikiwa kabisa na akili yangu. Mimi nakuja hapa asubuhi nimemchukua mtoto, nimempeleka kwa mwenyekiti lakini narudi sasa hivi nimekukuteni mna mtoto hapa. Yaani Pana shida gani kukaitu? Shida gani dada? Mimi mbona niko vizuri lakini haya mambo mimi yananichanganya. Wewe na wewe nani kakutuma ukamchukua yule mtoto kwa kipalala? Mimi jamani tena mnakulaumiwa mimi. Mimi naona nyinyi na wewe na dada yako nyinyi niwapeleke Milembe kwa sababu akili zenu ziko sawa. Mnanichanganya na sisi dada zangu. Vitu vyenyewe hata sijui nimeacha wapi. Na sisi nimesahau kule kwa mwenyekiti. Msikiliza, narudi hapo, ngoja niende kwanza kwa mwenyekiti. Sijachanganyikiwa dada yangu, mimi niko vizuri. Ngoja kwanza nakuja, naenda kwa mwenyekiti kuchukua vitu vyangu, nakuja hapo. Mwache aendelee kulifuta bange lake kwa madogo na afadhali. Karibu kae mwenyekiti. Aisee. Naam. Nilimwacha ndani mtoto. Nikaenda kumtafutia maziwa. Ndio. Narudi pale, mtoto sijamkuta. Hujamkuta? Ya.
Sasa mwenyekiti, unajua kabisa kama wewe unatoka, kwa nini mlango umeacha wazi? Sikuacha wazi. Sasa wewe unavyofikiri nani itakuwa kamchukua wewe mtoto? Na mimi muda ule nilivyokuja nilikwambia kabisa kwamba mwenyekiti, na mimi mtoto nyumbani kwangu hayupo. Ukanihakikishia kwamba na kunitolea ndani kwamba mtoto unaye. Sasa hivi unakuja kuniambia mwenyekiti mtoto kumkuta. Hivi kutakuwa kuna nini hapa kinaendelea mwenyekiti? Ndugu yangu, mimi nashindwa kuelewa mpaka sasa hivi. Maana nidiriki kukuita mvuta bange ndugu yangu. Wakati mvuti. Sahihi. Au Kipalala ndo atakuja kumchukua mtoto nini? Sahihi. Itabidi tumchunguze Kipalala na tujue kwamba mtoto ameenda sehemu gani. Hilo wazo lako ni zuri. Ndio. Inabidi utumie akili sasa. Sahihi. Namna ya kulitatua hili tatizo. Sahihi. Hali ishakuwa ngumu ndugu yangu. Kweli. Lakini sasa mwenyekiti, usije ukasahau kitu. Kwa sababu wewe mwenyekiti ni mtu mkubwa na wewe ni serikali. Kwa sababu tukisema tukumbatie tu ya matatizo sio wenyewe yatakuja kutuasili hapo baadaye. Wewe nenda nyumbani kwako, ukifika fanya kazi zako, baadaye mimi nitakuja, tutamfuatilia Kipalala, aliyakuwa baadaye muda huo ushatoa nini? Ushatoa taarifa huko ngazi za juu au unaonaje? Hilo lina shida ndugu yangu. Ndio. Tutajua namna ya kufanya. Ndio. Basi sawa, nikutakie jioni njema. Poa poa. Poa. Kwanza bila salamu. Huyo mtoto wao umemtoa wapi? Nimemwokota. Mtume. Umemwokota? Umemwokota wapi? Huyo mtoto kaka alimpeleka kwa mwenyekiti. Na mwenyekiti kaja akasema kwamba mtoto alimpotea katika mazingira ya kutatanisha kwake. Kwa hiyo wewe Kaunduma umeenda kwa mwenyekiti, umeingia ndani kwake kwenda kumchukua huyo mtoto. Mimi kwa mwenyekiti hata sijaenda. Nilikuwa narudi zangu kwenye mishemishe zangu, nafika hapa njia ya kati chotikati, nimepita hapa nimemkuta mtoto yupo chini ya mti. Nikaamua kumchukua kwa vile huyu mtoto mimi namjua. Kaundime wewe. Mtoto anaokota chini ya mti. Kwa mwenyekiti yule akili hana yule. Ajitambui yule. Ajielewi mbaba wa watu yule. Kasema mtoto kapotea katika mazingira ya kutatanisha. Na wewe mtoto ndio upo naye hapa. Mtu wote unamwambia aweze kukuelewa kirahisi rahisi. Kaundima umeenda kwa mwenyekiti, umeingia ndani kwake, umemchukua mtoto, unakuja naye hapa. Basi sawa Kaundime, basi nisikilize kwa makini, nisikilize sana dada yako. Sasa kuanzia leo huyo mtoto huyo baki naye. Usituhusishe chochote kuhusu huyo mtoto. Awe ana shida, awe ana nini, sisi haituhusu. Huyo wa kwako, mwanao baki naye. Upo? Sio mimi, sio kaka huyo. Hatutaki lolote litalokukuta, lolote lile alituhusu mama. Utalibeba mwenyewe, janga lolote litalokupata alituhusu, utalibeba mzigo wa kwako. Tena mimi ndo nitoe kabisa niweke pembeni. Nafsi yangu mwenyewe hapa ipo juu, naishi kimashaka. Sasa wewe shauri yako, kwanza nenda ndani, naona unachanganya tu hapa. Toka. Nachoka mimi mwenzenu. Huyu mtoto bwana tasikia dalao mutani.
Na wewe kaka umekaa kimya tu uongee chochote. Sasa mimi niongee nini? Mimi nishaongea mara ngapi? Nishafanya mara ngapi? Yaani mtu anatoka hapa anatoa miguu yake anaenda kwa mtu, anafungua mlango anaingia ndani anamchukua mtoto hivi anajielewa huyu? Yaani tabia zenu za ajabu ajabu tu, mimi sielewi. Nyinyi mshaambiwa huyu mtoto anafikishwa kwa mwenyekiti atakuwa sehemu sahihi, lakini nyinyi bado unaenda kwa mwenyekiti unafungua mlango mwenyewe hayupo unamchukua mtoto. Atajua mwenyewe bwana. Sasa mimi kaka au yeye? Lakini haya atajua mwenyewe na maisha yake. Mimi ndio nishamwambia asinishirikishe chochote. Lolote talokuta kwake hilo apambane nao mwenyewe, sitaki shida. Miaka maisha yangu yenyewe shida. Sasa shida sasa sitaki. Hey ham ham ham, 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 hey ham ham, hey ham. Nyoka yule pale, nyoka yule. Dada, pale kuna nyoka pale. Si mtoto jamani. Yule ni mtoto, wewe umemwona nyoka pale? Kaundime mdogo wangu. Lakini nilikwambia huyu mtoto hapa ndani simtaki. Huyu mtoto sio mtu mzuri, sio mtu wa kawaida huyu, lakini hutaki kunielewa. Yaani hapo ndio tutapogombana kuhusu mtoto. Nakwambia, yaani tena nakuelekeza tena kwa mara nyingine. Dada, mtoto haondoki. Yaani wewe mtoto haendi kokote. Wacha tugombane, lakini mtoto haondoki. Sawa. Aondoke huyo mtoto. Ila hapa ndani kama nyumbani kwangu ataondoka huyo mtoto. Maana kila ninachoongea hutaki kunielewa. Yaani mpaka ligeuke simba mundani ndio toto ndio utajua kwamba tutafunia tu familia mzima ndio utajua na maanisha nini. Maana hutaki kunielewa kila ninachokwambia. Kidumu. Njoo. Shikamoo. Mahaba, kwema? Kwema. Nakutuma. Nenda kwa Kipalala. Ukamwambia afike kabla ya mchana. Kabla ya saa 6 mchana. Awe shafika hapa. Sawa. Kante. Kante. Wewe. Jo. Karibu. Asante. Vipi? Fresh. Mzee kaniagiza kwa Kipalala hapo. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba unisindikize mara moja. Haya poa. Haya.
Tangu nizaliwe katika familia ya ujenini, sikuwahi kuambiwa kuwa tupo mapacha. Wewe ni nani? Inashangaza sana baba kusahau mwana. Na nyimbo yako kubwa ilikuwa nasema kwamba baba amefanana na mtoto. Unataka kusema wewe ni mwanangu? Mimi ni mwanao Rayani. Na kimekuleta nini huku duniani? Na kwa nini umekuja kwa taswira yangu? Nimechukua kwa sababu niweze kuzungumza. Maana mimi binafsi siwezi kuzungumza. Na nipo hapa duniani kwa ajili ya kusaidia wanadamu wema na kuteketeza wanadamu wabaya. Lakini unajua kwamba binadamu na majini ni watu wawili tofauti. Na binadamu ni wabaya sana kwa majini. Naelewa hilo. Nipo kivikali zaidi kushindana nayo. Ingalikuwa kwa sasa nina vita kubwa sana. Lakini nilipofikia hakuna wasiwasi. Ni mahali salama pia. Sawa, ila ningependa ujue kwamba mama yako amekumisi sana. Maana ni muda mrefu sasa. Najua jukumu langu. Ila cha kukuomba tu mzee, ungeweza kurudi ujenini ukapumzike. Endapo nitahitaji msaada wako, nitakwambia. Basi sawa, unaweza ukaenda sasa.
Sizonje. Za huko? Safi vipi hali? Salama tu. Kwema? Kwema. Huyu mtoto mbona kama anamjua wewe? Huyu mtoto? Wewe umemuona wapi? Huyu mtoto namfananisha sana kwa sababu kuna siku kaka yako alimleta mtoto nyumbani kwangu. Lakini akapotea kimazingira ya kutatanisha. Usijali mwenyekiti. Huyu mtoto tu labda unamfananisha tu. Huyu mtoto wa shoga yangu yule. Asa aliletea nyumbani. Asa hivi nina kazi zangu na yeye analialia kwaona kumpeleka kwa mama yake. Sasa. Maana nilivyomwona tu. Roho yangu ilistuka sana. Sawa. Sasa hivi labda ilifikia hatua gani yule mtoto jinsi alivyopotea? Alionekana tena? Kwa kweli mwenyekiti. Labda akamchukua mama yake. Maana sio kuhangaikia mtoto ambaye hatumjui wala familia yake hatuhusu wala hatumuhusu. Kwa inawezekana mama yake kaja kumchukua. Kwa tumeamua kuachana nalo tu hilo mwenyekiti, wala usijali kuhusu hilo. Basi sawa. Kama utamwona kaka yako, mwambie haje ili tuzungumze hilo swala. La kuhusu mtoto hilo. Haya mwenyekiti usijali. Sawa. Haya. Mtoto. Mwenyekiti huyu. Lakini ngoja nifanye mambo yangu. Safi. Salama. Vipi ujumbe wangu uliufikisha? Kule nilikwenda lakini sijapata bahati ya kumkuta. Kwa hiyo kumwangalia hata labda pembeni ya shamba lake mule labda utamkuta? Kote mule nilimwangalia lakini sikumuona, na hata hivyo nilienda hata kwa majirani kumuulizia lakini wamesema hayupo. Basi sawa. Nitamfuatilia mwenyewe kwa wakati wangu. Sawa. Sasa mimi niko na mwenzangu hapo, kuna misho tunaenda kuifuatilia huko. Sawa poa. Sawa, ndio. Rafiki yangu Kagara. Nimekuita hapa nina shida nataka unisaidie. Ni kazi gani hiyo? Si unakafahamu kale katoro alokuchukua Kipalala? Huyo mtoto mimi simjui na wala sijawahi kumuona. Lakini kwa hiyo taswira naweza nikamfahamu. Una shida naye gani huyo mtoto? Hapo sasa. Kale katoto kale. Nataka nikupe sumu uende ukakaue.